And of course unazungumzia watu wengi sana na unawataja watu ambao wanatikisa. Of course wamekuwa kivalisho watu wakubwa, lakini kwa Badilo Kusiri Mwanza tumetembelea mwanetu kwa sinema tu Wangambo brand. Asilimia nyingi mimi wateja wangu nawapata mtandao. Kwa mfano labda kushusha mzigo lazima nipige picha na nipost pia. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu pia nawapata huko. Lakini siwezi kusema sana nategemea kule kwa sababu kuna ambao wengine hawana simu kubwa, kwa hiyo unakuta na namba zao tu za nomo. Ya mzigo kama hivyo nawapigia, wanakuja na mali. Kwangu mimi kwa sababu nimeshapata pa kuanzia, nadhani itanisaidia sana kwa sababu najua ni jinsi gani ya kuifanya ili ipate kuwa zaidi ya pale ilipo. Kwa hiyo najua kabisa hapa hii hela nikipewa hapa na nimeshapata hapa uzoefu wa kitu fulani, najua nitaifanyaje ili ipate kuzaa iwe zaidi kabisa. Changamoto gani kubwa Ngamo amewahi kuiface kwenye biashara yake ya nguo na akasema hii changamoto sitaisahau tangia nimeanza biashara? Changamoto ambayo nimepitana nayo, nakumbuka kipindi hicho naishi Kamanga. Nilikuwa navuka, kuna muda ukiwa umeajiriwa huku kwa mfano labda kwa sababu kule meli inatoka saa 1 asubuhi. Kwa hiyo hapa sasa unabidi uvizie ile saa 1 asubuhi, umelewa, ukapanda ile meli. Ukikosa ile pale, kwa inabidi usubiri ile inayoenda irudi. Kwa hiyo hapo unakuta mjini labda umefika saa 3 au saa 4. Kwa hiyo boss sometimes ukimweleza kama vile anasema umepata kisingizio kwa sababu unaishi mbali. Kwa hiyo ni changamoto kwangu mimi, ilikuwa ngumu sana hiyo. Tuambie ushauri wako kwa vijana ambao wanatamani sana kufanya biashara ya ngoma, biashara yoyote, lakini anashindwa aanzie wapi? Kwangu mimi kwa vijana sitaweza kusema kwamba sijui afanye biashara. Biashara ya nguo naifanya kulingana na uzoefu kama ushawahi kuifanya. Labda kwa mfano labda ushawahi kuajiriwa kwenye duka la nguo, au labda kuna mtu wao anakupaga nguo, au ushawahi nyuma kabla baadaye ukakosa labda mtaji ukaporomoka. Hapo unaweza kufanya kwa sababu uzoefu huaga upotei. Ndio napenda sana kuwashauri vijana kama hao, usipende kumuona mtu kwa sababu ana duka la nguo ukasema huyu jamaa yuko vizuri, unajua ameanzia wapi, umelewa, kwa sababu ni uzoefu ambao ametoka nao toka zamani. Kama ungepata nafasi kuongea na wewe ama Wangambo wa zamani, ungemwambia nini yule Wangambo wa zamani? Wangambo wa zamani na wa sasa kuna tofauti kidogo, kwa sababu Wangambo wa sasa ni yule ambaye kidogo sasa hivi ndo kama wewe sasa hivi umekuja hapo na nioji na kuna baadhi ya watu nilikuwa siwajui, sasa hivi nawajua, na wenyewe walikuwa wanajua, sasa hivi wananijua. Kwa hiyo tofauti upo. Wangambo wa zamani na Fred wa zamani sasa hivi upo kabisa yani. Kitu gani kimekuwa kikikupa nguvu sana hasa mambo yanapokuwa magumu, lakini ukikumbuka kitu fulani unasema basi kumwacha niendelee kupushi kwa sababu nilipotoka, ama kitu fulani nakifanya kwa sababu ya kitu fulani, ngoja niendelee kupambana? Kwangu mimi kwa kweli changamoto na sehemu yetu ya familia nilitoka. Kwa hiyo nikuta inanipa sana nguvu ya kufanya kazi. Unajua si familia zetu tumetoka, so maisha yale sana. Kwa hiyo unakuta unapambana. Ndio maana hata Mungu mwenyewe kaninyosha mikono mpaka niko hapa. Kwa hiyo nilikuwa sio mtu wa kuchoka. Najua kabisa nyumbani nimepachaje, familia yangu, mama yangu, baba yangu yuko vipi. Kwa hiyo unakuta hata kama ukisema upumziki unakuwa unafikiria nyumbani nimepacha hivi, unaamka unaendelea kupambana. Wangambo ni mtu ambaye anapiga simu kwenye familia, imtumia hata pesa kidogo akikwama. Au familia yenyewe kikwama ndio inamkumbuka kuna kijana wetu yuko town, yeye atufanyie kitu chochote kitu. Kwangu mimi kwa kweli sitaweza kusema vibaya familia yangu. Kuna kipindi kwa kweli nilikuwa na magumu kwa kweli nyumbani walinisaidia. Kwa hiyo huwa ni kitu ambacho sitaweza kusema kwamba nyumbani wao wananitupa, hapana. Ni kitu ambacho kidogo kwa hiyo ni lazima hata kama nimepata mimi lazima nyumbani niwakumbuke. Tena ni kitu ambacho ni cha kwanza sana nyumbani kuwafanyia. Siwezi kusema kwamba eti mtoto yupo mjini kama vingine wanavyosema kijana yupo mjini huwa anaela sana, hapana. Mjini ndio kuna mambo magumu sana sasa. Unaelewa? Kwa hiyo ndio kama hivyo ukipata unamtumia mzazi hivyo na baadhi na unaangalia nyumbani umepachaje mazingira ili papendeze. Sawa bana, mimi nimepiga interview na Wangambo brand. Of course soko la fashion linazingatiwa. Niko kipande cha Badilo Kusiri Mwanza as News Update Media, lakini na mgoba cinema presenter Imastopa. Unaweza kufika hapa kwa Wangambo brand kupata kodi kali kabisa za kiume. Hivi hujawahi kuwaza labda kuuza pia na vitu vya kike kama kodi za kike ni za kiume tu? Hilo ni wazo ambalo litakuja kama ukiwa na hela. Unajua ukiwa na hela ndio unapata idea nyingi ya kufanya biashara. Kwa sasa hivi nilivyo hivi siwezi kupata idea kwamba nitakuja kufungua duka la kike na hivyo na umtaji. Kwa hiyo idea huwa zinakujaga ukiwa na pesa. Hilo wazo litakujaga kama nikiwa na hela.
wazo litakuja kama ukiwa na pesa, si ndio? Sawa, tutajie labda namba zako. Instagram unapatikana kwa majina gani? Mitandao yote ya kijamii unapatikana wapi wewe Ng'ambo Brand hiva? Namba yangu ya simu ni 0747049492. Kwa jina najulikana wa Ng'ambo Brand. Tunapatikana Misheni hapa, barabara kuelekea Polisi Kirumba. Ukishafika tu utanicheki kwa simu, mimi najua nakupataje. Mitandao ya kijamii umetaja? Napatikana Instagram, TikTok, ni mitandao ambayo napatikana hiyo.